Hii inashangaza sana. Inawezekana vipi wimbo wa kawaida tu ukapelekea zaidi ya watu 100 katika nchi tofauti tofauti kujiua baada ya kusikiliza wimbo huu? Unaweza kudhani ni hadithi za kusadikika, lakini hii ilitokea kweli katika historia ya dunia hii tunayoishi. Inasemekana wimbo huu ukisikiliza una asilimia kubwa ya kujiondoa uhai wako wewe mwenyewe. Je, unataka kufahamu ni wimbo gani na mwandishi wake alikuwa ni nani? Majibu ya maswali yako ninayo. Cha kufanya, endelea kusikiliza. Mnamo mwaka 1933, msanii na mwandaaji wa muziki kutoka nchi ya Hungary aliyefahamika kwa jina la László Serez aliandika wimbo ulioitwa kwa jina la Gloomy Sunday, yaani Jumapili ya huzuni. Inatajwa wimbo huu wa Gloomy Sunday ukisikiliza unaweza kujiondoa maisha yako wewe peke yako. Inatajwa aliandika wimbo huu wa Gloomy Sunday, yaani Jumapili ya huzuni, baada ya kuachwa na mpenzi wake aliyekuwa akimpenda sana. Historia inaonyesha kuwa László Serez alimpenda mwanamke mmoja, aliweka matarajio makubwa kwake. Kitendo cha kuachwa kilimuumiza sana, ndipo alipopata wazo la kuandika mashairi haya akiwa amejawa na uchungu moyoni mwake baada ya kuachwa na mwanadada huyo. Inatajwa wimbo huu ulijawa na hisia kali ndani yake, kwani mashairi yake yalidhihirisha maumivu makali aliyokuwa anayapitia baada ya kuachwa na mpenzi wake huyo. Mwanzoni watu wengi waliupenda wimbo huu, haswa walioachwa na wenza wao, lakini inatajwa wimbo huu ulichangia watu wengi walioachwa kukatisha maisha yao. Matukio ya watu waliojiua baada ya kusikiliza wimbo huu yalikuwa yakiongezeka siku hadi siku. Wengine waliofariki waliacha ujumbe unaosema tumejiua baada ya kusikiliza wimbo wa Gloomy Sunday, yaani Jumapili ya huzuni. Miaka 2 baada ya wimbo huu kutoka, serikali ya Hungary ukaufungia wimbo huu kupigwa sehemu yoyote ndani ya nchi hiyo. Hata hivyo walichelewa, kwani tayari uliwafikia watu wengi. Hivyo watu waliendelea kusikiliza, hasa walioachwa na kuumizwa na wenza wao. Hali hii ikapelekea vifo vinavyohusiana na wimbo huu kuongezeka siku hadi siku. Mwaka 1936, wasanii tofauti tofauti kutoka Uingereza waliimba wimbo huu kwa lugha ya Kiingereza baada ya kuufasiri kutoka katika lugha ya Kihungary. Tatizo likajirudia, kila aliyesikiliza wimbo huu alifariki, yaani vifo vikazidi kuongezeka vinavyohusiana na wimbo huu. Ilipofika mwaka 1940 nchini Uingereza walipiga marufuku wimbo huu kutumika nchini kwao baada ya idadi ya watu waliokuwa wakipoteza maisha kuongezeka, hasa walioacha ujumbe wamefariki baada ya kusikiliza wimbo huu wa Gloomy Sunday. Miaka michache baada ya wimbo huu kumuingizia pesa nyingi, László Serez aliamua kumtafuta mwanamke aliyemwacha ili warudiane, maana tayari ameshajipata. Lakini kilichoshangaza ni kuwa Serez alipofika nyumba aliyokuwa akiishi mwanamke huyo, alikuta watu wengi wamejaa. Alipouliza aliambiwa mwanamke huyu amejiua kwa kunywa sumu. Watu wa karibu wanasema walipoingia chumbani kwa mwanamke huyu walikuta redio ukiimba wimbo wa Gloomy Sunday, yaani inaonyesha mwanamke huyu kabla ya kufanya maamuzi ya kunywa sumu alikuwa akisikiliza wimbo huo wa Gloomy Sunday, yaani Jumapili ya huzuni. Lakini isitoshe, mwanamke huyu kabla ya kufariki aliandika ujumbe kwenye karatasi uliosomeka, nimefanya maamuzi haya baada ya kusikiliza Gloomy Sunday. Inaelezwa baada ya tukio hilo Serez alijikuta na hatia kubwa, hasa ya kumpoteza mwanamke aliyempenda, aliamini yeye ndiyo chanzo cha matatizo yote. Ilipofika mwaka 1968, Serez alifariki baada ya kujirusha gorofani kupitia dirisha la chumba chake huko nchini Budapest. Kabla ya kifo chake, Serez aliacha ujumbe uliokuwa unasomeka kama ifuatavyo: nimeamua kujiua baada ya kuona wimbo huu niliotunga ukiondoa uhai wa watu wengi, hivyo nimejikuta na hatia moyoni mwangu. Kisha naomba radhi kwa wote waliojiua baada ya kusikiliza wimbo wangu huu wa Gloomy Sunday.
Hata hivyo, hakukuwa na ushahidi wa kidaktari wenye kuonyesha wimbo huu ulichangia kwa kiasi kikubwa kifo cha watu wao, ila inadhaniwa maudhui yake yalikuwa na nguvu kwa waliokuwa wanapitia changamoto za mahusiano na mapenzi. Kama unapitia changamoto za mahusiano au za kimapenzi au ndoa, usisikilize wimbo huu wa Gloomy Sunday, kwani inawezekana ikawa mwisho wa maisha yako. Wimbo huu kwa sasa unatumika duniani kote, lakini historia yake katika ulimwengu huu mpaka leo ni kubwa sana. Ukitaka kuelewa vizuri juu ya kisa hiki, katazame filamu inayoitwa Gloomy Sunday ya mwaka 1999. Filamu hii ya Kijerumani inaeleza vizuri juu ya kisa hiki. Asante kwa kunisikiliza. Usisahau kucomment, kulike, kushare, kutufollow kupitia mitandao yetu ya kijamii. Jina langu naitwa Mr. AI. Hii ni Komba Outlet. Asante na kwaheri, tukutane tena wakati mwingine.